Yes, hoja ya pili ambayo nafikiri ni muhimu sana kuizungumza, tunasema ni hoja za kiuchumi. Unafahamu kwamba hapa duniani hamna mtu yupo tayari kufa kwa ajili ya demokrasia au haki za binadamu. Yaani mimi ukiniambia kwamba Marekani wameenda Venezuela kumtoa Maduro kwa sababu ya demokrasia ni uongo. Marekani kwamba walienda Libya kuweza kumtoa Gaddafi ni uongo. Marekani walifanya operesheni kali hapa Kongo kwa ajili ya kumtoa Lumumba eti kwa sababu ya haki za binadamu ni uongo. Marekani sio wameenda Syria kumtoa Assad kwa sababu ya demokrasia ni uongo. Marekani wamefanikisha mauaji pamoja na Israel dhidi ya kuweza kumuua Ayatollah Ali Said Khamenei kwa sababu demokrasia ni uongo. Watu wapo tayari kufanikisha malengo ya kimkakati kwa sababu ya kwenda kulinda na kusekiwa maslahi ya kiuchumi. Maslahi ya kiuchumi yanasimama kwanza kuliko maslahi yote yale katika dunia. Sasa ipo hivi, China wanaongoza dhana ambayo inaitwa global power shift. Kuna siasa ya jiografia, kuna kitu kinaitwa global power shift, yani kuhama kwa nguvu za mamlaka za kimataifa. Hii ambayo inaitwa international order. Lakini China wakutumia shirika lao la Chinese National Petroleum Limited wameweza kuingia mkataba na nchi mbili za msingi. Nchi ya kwanza ni Venezuela, kwamba kuyauza mafuta ya Venezuela kwa kutumia sarafu ya yuan, kwamba kwa sababu Venezuela ni nchi ambayo ina vikwazo, kwa hiyo China wakaingia mkataba na Venezuela kwamba tuyauze mafuta ya Venezuela kwa kutumia sarafu ya yuan. Taifa la pili ni taifa la Iran. Baada ya vikwazo vya muda mrefu takriban miaka 40, sasa nao wakaamua kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan. Kihistoria kuna kitu kinaitwa petrodola. Petrodola ni mkakati ambao ulianzishwa mwaka 1973 na mwanadiplomasia mwandamizi ambaye anaitwa Henry Kissinger. Waliingia mkataba na King Abdullah kuweza kutoa ulinzi kwa taifa la Saudia na Saudia kuyauza mafuta yake kwa kutumia sarafu ya dola. Hiyo ndio dhana ambayo inaitwa ya petrodollar agreement, mkakati mahususi ambao ulisukwa kwa lengo la kuifanya sarafu ya dola Marekani kuwa na nguvu kwenye mifumo na ushawishi wa kimataifa. Sasa what happened? Kilichotokea ni kwamba Maduro akaingia mkataba na Wachina kuhakikisha kwamba wanafikia maslahi ya kiuchumi kuyauza mafuta kwa kutumia sarafu ya yuan. Lakini cha pili ni namna gani Iran nao wamekuwa wakitaka kuyauza mafuta kutumia yuan. Kwa hiyo kinachompeleka Marekani katika nchi ya Irani na Venezuela ni sababu za kwenda kusekiwa mpango wake mkakati wa international order na kulinda petrodollar agreement. Kwa sababu nafahamu hakuna moja ya principle au moja ya pira ya kuitwa Marekani kuwa superpower ni mkakati wake wa kuendelea kwamba anajenga nguvu za ushawishi wa kiuchumi na nguvu za ushawishi wa kijeshi. Kwa sasa hiyo imekuwa ni mkakati mahususi ambao umekuwa ukiongozwa na nchi ya Marekani. Kwa hiyo sio hoja ya demokrasia.